nimestaafu nikiwa wizara, makao makuu, wizara ya elimu. Profession mimi ni mwalimu, lakini nimefanya kazi ya ualimu kwa miaka ya chache, kama kwa miaka 8 tu. Baada ya hapo nikaitwa nikaenda kufanya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa muda wa miaka 15. Nimemaliza pale kutumika, nikaitwa wizara ya elimu makao makuu, ambako nikaenda kutumika kuanzia mwaka 2016, ambapo nikaenda kutumika huko makao makuu. Baadaye tukahamishiwa kule Dodoma, huko ndo nilipoenda kufunga utumishi wangu mwaka 2020. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo nikawa ndio nimerudi tu kanisani huko, tukaendelea. Sasa wakati ule nilikuwa tayari nimeshapata eneo la kwenda kujenga, ndio nimetumika. Baadaye wakati nikiwa naendelea hapo sasa, huku najiuliza moyoni, natumikaje? Nikawa napata msukumo wa kumtumikia Mungu kwa habari ya utoaji. Chimbuko la kwa nini ninaingizwa kwenye utumishi huu, ngoja nikueleze kidogo. Kwa nini naingizwa huku? Ni kutokana na kazi ya Mungu ya watumishi hawa ambao wanaanza kazi mpya kama hizi changa. Nimepewa kujua kwamba changamoto wanazokumbana nazo ni nyingi sana katika kuhakikisha kwamba wanatenda lile waliloitiwa la madhabahuni kwa ukamilifu, na wakati ule ule wahakikishe miundombinu ya kuabudia iweze kukaa sawasawa, yenye kumletea Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Wanapata changamoto sana mpaka kuja kupata jengo la kumletea Mungu utukufu. Ni miaka imepita mingi, anasumbuka sana. Muda huo amepoteza muda mwingi, anaugawanya muda wake mtumishi wa Mungu, muda kidogo wa kuhubiri Injili, walete watu wengine kwa Kristo, muda mwingine wa kuwajenga waliopo tayari ndani waweze kuukulia wokovu, wawajenge kwa maneno ya Mungu, wawe imara na wenyewe wageuke kuwa watumishi, na muda mwingine wa kuangalia lili jengo linakuaje. Sasa tutaendelea kuabudu namna hii mpaka lini? Anasumbuka kichwani mtumishi wa Mungu. Yeye ameitwa kwa ajili ya madhabahu. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 28 na mstari ule wa 19 na 20, enendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, kazi ya mchungaji, na kuwafundisha. Wameshafanywa wanafunzi, ndio wewe na mimi, halafu kuwafundisha yote niliyowafundisha mimi. Yesu aliyowafundisha watumishi wa Mungu awafundishe wanafunzi wake. Ndio hii kulilea kanisa, ndio kazi yake ya msingi, na wala hakuna kingine. Hajasema kwamba mkajenge na mahekalu. Hayo yanakuja sasa baadaye niongeza, ambayo sasa viungo vingine kanisani ndio vinavyotakiwa kusimama pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho kimekuwa kikiwakawaka ndani yangu kuhusu masuala ya kuweka hazina. Kwanza ilianza katika hali ya kushuhudiwa kwamba nisiweke hela yangu benki. Yaani nilipostaafu nimepata hela yangu nisiweke benki, kwa sababu baada ya mabajeti mengine sinatakiwa uweke na akiba. Sasa akiba yangu ilikuwa ni kwamba nikaiweke benki kama ilivyo kawaida, lakini mimi nikaambiwa nisiweke huko. Bwana Yesu asifiwe. Bali niweke akiba yangu katika benki ya mbinguni. Wakati huo bado sijajua vizuri, nilitii kidogo nikiwa kanisani, nikiwa naabudu pale kwa mchungaji askofu wetu wa jimbo, ambaye ni mchungaji anaitwa Asante Ayuyo Zambi, ambako ndo na mimi nilikuwa naabudu pale. Liko maeneo ya Tankibovu pale kama unaenda mjini. Kwa hiyo tulitumika pale nikiwa chini yake kama mzee wa kanisa. Sasa ndio ilipoanzia, ingawaje nilikuwa na hiyo tabia toka huko nyuma, lakini sasa ilikuwa inatumika tu kijumla. Lakini nilipoanza kumtafiti Mungu sana kwamba Mungu ananiita wapi, anataka nijikite wapi hasa baada ya kustaafu, ikaja kwamba kwenye utoaji. Sasa kwenye utoaji na utoaje, mimi nikasukuma kuwa natoa kwa ajili ya ujenzi kanisa lililokuwa tunaabudu. Kwa hiyo tulikuwa tujamaliza kujenga. Baadaye Roho Mtakatifu akaniambia niwe na tenga 20% kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo mimi nikawa natenga kwenye pension yangu, nikipokea natenga, kwenye popote nitakapopata hela ninatenga 20%.
Hapo nimeshatoa mafungu ya 10 na nini. Nikawa nafanya hivyo kwa uaminifu, tukaenda mwisho nikaaga pale, nikahamia kwenye mji huo ambako niko sasa hivi, sehemu za Pandodi kule pale Soweto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikiwa pale nikawa nimejiunga na hilo kanisa ninaloabudu sasa hivi ambalo ni Life Peace pia, chini ya mchungaji wangu mpendwa anaitwa Isaac Mnazi. Sasa pale nikaendelea kupewa majukumu la uzee wa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini bado hilo swali ndani bado lina ring kwamba ni kama najisikia kama sijatumika kama ninavyostahili. Ile kutoa nikaona kama bado yani kuna kitu kina miss. Unaelewa? Nikawa naona kama kuna kitu kinapungua ndani yangu. Yani ni kama vile ndoo hujaijazia maji ikajaa sawa sawa, inaonekana inapwaya bado. Kwa hiyo nikaona ni kama bado sijaelewa mwelekeo ukoje. Nikaendelea kuhangaika tu na naongea na Mungu, lakini nikaona kumbe bado. Nimeenda kuanzia 2022 ile, na nilipokuwa nimeendelea hivyo na uaminifu huo miaka hii yote tangu 20 mpaka hivi ninavyoongea. Mwanzoni mwa mwaka huu nikasukumwa kwamba hebu nimuombe Mungu nipate muda wa kutosha wa kwenda mbele za Mungu ili anielekeze vision yangu. Vision yake hasa ni nini kwa utumishi wangu. Kwa hiyo tangu mwezi wa pili ninapokumbuka, niliingia katika maombi ya muda mrefu. Kwa wakati huo nilijiwekea miezi 3. Nikaingia katika maombi ya miezi 3 na nikimuomba Mungu. Ninamshukuru Mungu atendaye kazi ndani yangu katika kipindi hicho chote. Mungu amejifunua isivyo kawaida katika maono haya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ninachosema katika miezi 3 ile niliona, nikaipata ile picha kamili ambayo ndio nataka nianze kukusimulia. Bwana Yesu asifiwe. Huduma yangu nikadiliwa. Huduma yangu inaitwa ujenzi makanisa. Sio ujenzi wa makanisa, ujenzi makanisa. Hivyo ndio title yake. Na nikapewa kujua kwamba huduma yangu imegawanyika katika maeneo mawili tofauti, kwa maana ya maeneo ya kutenda kazi. Eneo la kwanza linaitwa Isalenge la kiroho, ndio hili nilikuwa najaribu kuelezea hapa. Eneo la pili linaitwa ni YouTube channel. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo haya ni maeneo mawili ya kufanyia kazi katika utumishi huu nilioitiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Umenielewa? Amen. Haya, lingine